Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man shurafa, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa mara nyingine tena tuko hapa katika uwanja wa airport Mwalimu Nyerere International Airport, tukiwa katika muendelezo wa vijana wetu kusafiri kuelekea katika nchi ya Saudia katika mashindano makubwa ya kimataifa yanayofanyikia katika nchi ya Saudia. Na jana tulikuwa na binti ambayo tayari tumemsafirisha akiwa na baba yake mzazi, na leo hii jioni ya leo ya tarehe 6 mwezi wa 8 2026 tuko hapa tena kumsindikiza kijana wetu mwingine kwa upande wa vijana wa kiume, si mwingine ni kijana wetu Muhammad Miraj, naye anaelekea katika mashindano hayo ya kimataifa yanayofanyikia nchini Saudia. Lakini pia pembeni ni naye mzazi wake, pia naye anaongozana na mzazi wake kuelekea katika mashindano hayo ya kimataifa. Hii ni sharafu kubwa sana leo kupata kwamba mzazi anasafiri na mwanae kwa safari za Qur'ani, kwa safari kwa ajili ya kufanya na ibada ya umra na vitu vingine. Kwa hiyo ni furaha kubwa kabisa, kijana akiwa na furaha, mzazi akiwa na furaha. Sasa nianze labda na mzazi, nimsikilize mzazi kwamba amelipokeaje hili na ana wito gani kwa wazazi wengine. Karibu Sheikh wangu. Asante sana. Jina naitwa Miraji Athmani Ali. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa kama hii, kijana wangu kushiriki mashindano ya Qur'ani nchi ya Saudi Arabia. Kwa kweli nimepata faraja kubwa sana sana, na washauri wazazi wenzangu kupambana vikali na vijana wao, kuwapeleka katika markaz za kuwafundisha watoto Qur'ani, nao waweze kupata fursa kama hizi kwa kusafiri kuelekea nchi zingine. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii hali ambayo tumeipata, tuna furaha kubwa sana. Asante. Kama wewe mzazi, safari kama hii ya kwenda kumsindikiza kijana katika mashindano, labda hata siku moja uliwahi kufikiria kwamba nafasi kama hii inaweza kutokea? Hapana, hilo sikufikiria kwa kweli. Sikuwa na wazo kama hilo katika maisha yangu, lakini Mungu mwenyewe kaamua kulipanga hili. Namshukuru Mwenyezi Mungu kupata fursa kama hii ya kusafiri na kijana wangu kuelekea nchini Saudi Arabia kwa kushiriki mashindano ya Qur'ani ya kimataifa. Nilifurahika sana pale nilipokuwa nawaona vijana wa watoto wenzangu wakisoma Qur'ani katika mashindano mbalimbali. Nami nilitia nia kusema nitajitahidi kupambana na kijana wangu ashiriki mashindano, nimsomeshe Qur'ani, labda fursa Mwenyezi Mungu akijalia hawezi naye kupata nafasi kama hizi za kushiriki mashindano ya Qur'ani. Bila shaka mzazi ameshawishika na kijana wake, lakini pia inakuwa ni chachu kwa wale watoto wengine au wadogo zake na huyu kijana wake. Kwa hiyo sasa hivi nielekeze maiki kwa mshiriki mwenyewe, atuambie kwamba amelipokeaje hili, lakini pia amejiandaje, na pia anawaambia nini wa Tanzania ambaye anabeba bendera ya Tanzania kuiwakilisha katika mashindano haya makubwa ya kimataifa. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kwa majina naitwa Muhammad Miraj Athman, ni mshiriki wa Tanzania ambaye anaenda kuiwakilisha nchi ya Tanzania nchini Saudi Arabia. Jambo hili nimelipokea kwa bashasha, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia. Changamoto ambazo nimekutana nazo katika kuhifadhi Qur'an ni nyingi. Mojawapo, wakati naanza kuhifadhi Qur'ani, wakati nipo juzu ya 6 ile, kazi yangu ilikuwa haikai vizuri, nikatoa machozi. Ni changamoto ambayo nimepitia changamoto nyingi, ila hiyo changamoto ambayo naikumbuka mpaka leo. Kazi zangu zilikuwa zikai, ila Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia, nimeweza msafa, alhamdulillah. Nadhani tumemsikia kijana wetu, lakini sambamba na hayo tuishukuru jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani chini ya mwenyekiti wake Sheikh Othman Ali Kaporo kwa juhudi kubwa ambaye inapambana jumuiya hii
ikihakikisha kwamba vijana wa Kitanzania wanahifadhi Qur'ani, vijana wa Kitanzania wanahifadhi maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini baada ya kuhifadhi wanaifanyia kazi au wanayafanyia kazi yale ambayo walioyasoma na walioyahifadhi. Kwa hiyo tuwashukuru sana jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani, lakini pia na tuzishukuru taasisi zingine zinazofanya kazi zinazofanana na jumuiya hii ya kuhifadhisha Qur'ani. Allah walipe kila la kheri, na tusiache kuwaombea dua vijana wetu hawa ambao wanaoelekea katika kuiwakilisha Tanzania katika mashindano makubwa kabisa yanayofanyika katika miji mitukufu ya Maka na Madina. Baada ya kusema hayo, niseme wal afwa minkum wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yenu Saidi Othmani Matembe. Wal afwa minkum wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.